Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila amerudisha tabasamu kwa Bi Beatrice William ambaye amekumbwa na sakata la kuuzwa kwa nyumba yake, ambapo amemhakikishia ofisi yake kwa kushirikiana na TLS imeshaweka pingamizi la kimahakama, hivyo nyumba hiyo haitauzwa kwa sasa. Kauli hiyo ameitoa wakati akifungua ofisi mpya ya machinga na bodaboda wa mkoa wa Dar es Salaam iliyojengwa katika eneo la Magomeni Kota, ambapo amekutana na malalamiko ya Bi Beatrice kuhusu nyumba yake kupigwa mnada, chanzo kikiwa ajali ya mume wake. Mheshimiwa Chalamila pia ameongoza changizo kwa ajili ya kumfariji mama huyo, ambapo yeye binafsi ametoa milioni 1, huku watu wengine wakijitokeza kwa wingi kumchangia kwa lengo la kumwezesha kujiinua kiuchumi kupitia biashara anazozifanya katika kipindi hiki kigumu. Naye Bi Beatrice amemshukuru mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na Tanganyika Law Society kwa kusimamia kikamilifu kutouzwa kwa nyumba yake iliyopo Mbezi, kwani ajali aliyoipata mume wake haikuwa kwa makusudi, lakini kushangazwa wanadaiwa fidia ya zaidi milioni 20. Elia Jackson Lupembe, hii ni News Update Media. Kuna dalali amekwenda kwenye ile nyumba pale. Ile nyumba imeshawekewa pingamizi ya kutokuuzwa. Akiendelea kuonekana pale atauzwa yeye. Mimi hapa ni mjane. Mume wangu alifariki kwa ajali. Baada ya mume wangu kufariki alikuwa na kesi mahakamani. Na hiyo kesi aliwagonga watu Mbezi roundabout. Mume wangu alisimama akamwambia twende niwapeleke hospitalini. Lakini yule abiria alikataa. Bodaboda alikubali. Mume wangu akawa anashughulika na bodaboda mpaka aliruhusiwa akarudi nyumbani na akamiliki yale magogo ya kutembelea. Baada ya hapo, baada kama siku 2 hivi, wale wakamletea barua yule abiria. Abiria alipomletea barua ya wito, mume wangu alienda hadi nyumbani kwake siku ya Jumapili akiwemo na marafiki zake. Mume wangu alipofika aliwaambia kwamba nimesikia wito wako. Kweli yule jamaa akamwambia ndio, tangia nimepata ajali hujawahi kumjulia wala hujawahi kunitafuta. Basi yule jamaa akasema kwamba sio sababu ungenitafuta. Mume wangu alimwambia kweli naomba samahani kwa kutokutafuta. Akamwambia samahani yako haisaidii kitu chochote. Basi mume wangu akamwambia sasa nifanyeje? Yule jamaa akamwambia nilipe gharama zangu. Mume wangu akamwambia shingapi? Yule jamaa akamwambia nenda nitapiga hesabu nitakutafuta. Baada ya wiki moja kweli alimtafuta. Tukaenda Mbezi tukakutana baa moja inaitwa Safari Bar. Tukaenda kweli na rafiki yake mume wangu na mimi na dada yangu. Tulipofika pale tukamkuta mjomba shemeji yake ndo amekuja na wakili. Wakamwambia ndo tumefika tuambie hizo gharama. Yule jamaa alikuwa na wakili. Yule wakili ndo akatoa makaratasi hapo tunaozonesha hizo gharama. Yule shemeji yangu mmoja leo akamwambia hivi tusomee. Kweli wakili alitusomea gharama ambazo walikuwa wanahitaji ni milioni 250. Kila mtu alishangaa pale. Mume wangu akaongea akamwambia mimi mwenyewe sikushika hiyo hela, mbona ni hela nyingi sana? Na shemeji yangu akaongea akasema ndugu yangu akukusudia kuwagonga. Hamna mtu anayetoka nyumbani ili kwa ajili ya kuja kumgonga mtu. Tunaomba msamaha kwa hilo. Akasema msamaha wako hausaidii kitu chochote, ila tunachohitaji ni hela. Basi yule jamaa akasema kwa nini mmejipanga kivipi? Na ni shemeji yangu ndio akaongea akasema kwamba ndugu yangu kweli ana nia ya kuwasaidia, nimekuja na kiasi cha milioni 5. Yule mjomba, yule shemeji alicheka sana, akasema ndugu yangu hawezi kupokea hiyo hela. Hela ni ndogo sana. Ana biashara ya kumuingizia 200,000 kila wiki. Akamwambia basi naombeni nisamee. Pokeeni hata kidogo nilichokuja nacho. Alikataa katikati. Mume wangu akakubali sawa. Kesi iende mahakamani. Baada ya kesi kwenda mahakamani walisikilizwa mara ya kwanza, mara ya pili. Mahakama ikawatuma wakalete ushahidi wa kudai hiyo milioni 250. Kweli siku ambayo inayofuata ambayo ni mara ya 3 kuja mahakamani, mume wangu aliweza kufika mahakamani, upande wa pili wa kufika mahakamani. Baada ya hapo mume wangu wakati anarudi nyumbani naye akapata ajali akafariki. Pole.
Baada ya msiba nikaa kama miezi 6, nikaitwa mahakamani. Nikaambiwa mume wako aliacha kesi mahakamani, anahitajika msimamizi wa mirathi. Niliwazungusha mahakamani, nikaambia bado msimamizi wa mirathi hajapatikana. Wakapiga tarehe nyingine. Tarehe nyingine tena nikaenda nikaambia msimamizi wa mirathi bado hajapatikana. Mahakama ikasema kwamba kama msimamizi wa mirathi hajapatikana, tutaachia upande wa pili uendelee na kesi yenyewe. Basi wakapiga tarehe nyingine. Ile tarehe nyingine nilipoenda nikaambia mimi ndio msimamizi wa mirathi. Wakaniambia sawa, kama ni msimamizi wa mirathi basi unabidi uendelee na kesi ya mume wako. Kwani nimeendelea na kesi ya mume wangu. Hiyo siku nilikuwa sina wakili. Nilitoka nje ya mahakama nalia. Kuna dada alipita akaniuliza kwa nini unalia? Nikamwelezea mume wangu alifariki akaacha kesi. Kwa hiyo ameniambia mimi niendelee na hapa nilipo, sina wakili. Akaniambia kuna wakili Taula. Kwani nienda Taula nikapewa wakili. Wakili nimeendelea mpaka hukumu inatoka. Hukumu ilipotoka wakasema kwamba nilipe milioni 22. Baada ya milioni 22 wakafungua na kesi nyingine, gharama ya kesi wakasema niwalipe milioni 10. Kwa hiyo baada ya hapo niliwaomba kweli, nikamwambia hiyo hela sitaweza kuipata, lakini mahakama haikuweza kunisikiliza. Basi ikafika tena mahali wakasema wanataka auze nyumba. Nikamwambia nyumba msiniuzie, mimi na watoto wadogo. Basi baada ya hapo kweli mahakama iliamua nyumba ikauzwe. Wakaja wakafanya tathmini, wamefanya tathmini. Nikiwa nyumbani kuna kaka mmoja mahakamani alinipigia simu akaniambia mbona nimeona nyumba yako imetangazwa kwenye gazeti. Nikamwambia gazeti gani? Akaniambia la Habari Leo. Kwa hiyo nikaenda kununua gazeti la Habari Leo, nikakuta kweli nyumba imetangazwa, ambao mnadi ilitakiwa ifanyike leo tarehe 13 mwezi wa 3. Na nikiwa nakuja huku mdogo wangu alinipigia simu akaniambia nyumbani wamekuja watu wa mnada, nyumba inapigwa mnada. Kweli kiongozi alinisaidia, wakampigia mdogo wangu nyumbani, wakaongea nao ndio wakasitisha mnada nyumbani. Kilichofanyika jambo lake lilikuwa mahakamani. Sasa ofisi ya mkuu wa mkoa kwa kushirikiana na Tanganyika Law Society TLS tumekwenda kufanya na kuweka pingamizi. Kwa mtu wa kawaida mpenda masifa angeweza kusema hakuna kuuza nyumba hiyo, mimi kama mkuu wa mkoa, mimi kama mkuu wa wilaya, mimi kama mtendaji wa kijiji nasema. Lakini kumbukeni, mahakama ni chombo kinachojitegemea na kinapingwa kwa mahakama. Sio, mnaelewa mpaka hapo? Tulikuwa nje ya muda, lakini tumepeleka maombi maalum, na leo kuna dalali amekwenda kwenye ile nyumba pale ambaye ametumwa kuja kuuza ile nyumba. Mkuu wa wilaya huko hapa, kwa niaba mkuu wa wilaya wa Ubungo, nipelekeni salamu kwamba ile nyumba imeshawekewa pingamizi ya kutokuuzwa. Akiendelea kuonekana pale atauzwa yeye. Na hili naomba mwambie mkuu wa wilaya Mheshimiwa Twange, kuanzia leo nyumba ile ikalindwe mpaka hapo mahakama itakapoamua vinginevyo. Akiendelea kuwa pale atauzwa yeye na nyumba itabaki.